Hii ni Yanga TV, kipindi kinachokuletea matukio mbalimbali ya klabu ya michezo ya Yanga na wadau wake. Kubwa zaidi wiki hii, tutaangazia mchezo wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Tabora United pamoja na maoni ya wananchi Yanga juu ya mbio za ubingwa. I love you Yanga. Mwah. Wananchi Yanga wiki hii walikuwa mkoani Tabora, huku lengo kubwa likiwa ni kuchukua alama 3 dhidi ya Tabora United katika mchezo wa ligi kuu ya NBC. Lakini kabla ya mchezo huo, walianza na hamasa mbalimbali, huku wakitembelea kituo cha watoto wenye uhitaji pamoja na wazee. Naam, uongozi wa Yanga uliamua pia kula pamoja Eid al-Fitr na wanachama wake katika mkoa wa Tabora. Kama kawaida yao, walianza na supu kisha pilau katika uwanja wa Chipukizi majira ya mchana. Kama unavyomuona yuko kwenye baskeli hapo akiwa na injuri ya mwezini. Yanga oye! Bana, tuendelee kuenjoy tukujuza pia kwamba tunatoka moja kwa moja pale hotelini kuelekea viwanja vya Chipukizi na mtu mzima Ali Kamwe. Bana, tayari tunaye Ali Kamwe akiwa anaendesha baskeli yake vizuri kabisa hapa. Lakini pia tunaye mkurugenzi wa wanachama wakiwa na pasha vizuri na baskeli za Tabora, au sio? Moja kwa moja katikati ya uwanja. Yanga oe! Mbona kama mmepoa hivi kidogo? Yanga oe! Tabulele? Tabulele? Wapenzi, mashabiki na wanachama wa Young Africans mkoa wa Tabora, meza kuu, viongozi wa mikoa, viongozi wa matawi mliopo hapa, msemaji wa club ndugu yangu Ali Shaban Kamwe na watu wote mliokusanyika hapa. Hii ni siku maalum kwenu nyinyi wanachama, wapenzi na washabiki wa Young Africans mkoa wa Tabora katika sikukuu hii ya Eid. Na hii ni siku maalum tulitaka kuonyesha kwamba wananchi wapo. Na leo tutajumuika kwa pamoja, tutakula kwa pamoja, tutafurahi kwa pamoja, ikiwa ni rasharasha kuelekea kesho. Sasa kesho tunataka tukawaonyeshe nguvu ya wananchi ndani ya mkoa wa Tabora. Kesho klabu yetu itakapofika, yale maneno yao wanayosemea pembeni, kesho tunawajibu. Lakini yale mengine yote mliokuwa mkiyasikia yenye kuwapa hofu, msemaji wenu hanayo majibu, atawapatia hapa leo. Uongozi wa Young Africans kupitia rais wake Mhandisi Hersi Ali Saidi pamoja na mdhamini wetu na mfadhili wetu GSM waliona ni vema wananchi wa Tabora leo muweze kuwa na Eid njema, tuweze kukutana pamoja, tuweze kupeana mkono wa Eid. Lakini narudia tena, na wao hii kwetu, wao kama uongozi, hii ni rasharasha. Kesho ndio inabidi mvua inyeshe. Kesho saa 2 airport ya Tabora tunataka tukauonyeshe mkoa wa Tabora Yanga ni klabu ya aina gani.
Hii ni klabu yenye historia, ni klabu yenye wanachama, ni klabu pekee Afrika Mashariki na Kati yenye mfumo wa kutambua wanachama wake na wakaichangia klabu yao kwa mfumo wa kidijitali. Hakuna klabu nyingine yoyote. Hao wote wanapiga kelele. Kwa hiyo nisiwe msemaji sana, kwa sababu leo ni siku ya kufurahi. Niwashukuru kwa muda wenu ambao mmeutenga wa kuja kujumuika nasi kama viongozi wenu, tupate chakula cha pamoja, tufurahi pamoja, lakini tufanye maandalizi na kupeana miongozo kuelekea mafuriko tutakayoyaonyesha kesho wakati klabu yetu ikiwasili uwanja wa ndege wa Tabora. Hapa asikosekana mtu yoyote, mwenye bajaji, mwenye bodaboda, mwenye baisikeli, mwenye gari, atakaye tembea kwa miguu, atakaye sukuma gari. Kesho ndiyo nguvu ya wananchi. Young African Sports Club inakwenda kuonekana ndani ya jiji la Tabora. Kwa hiyo kabla ya siku ya mechi kesho, tunakwenda kuthibitishia mji wa Tabora Young Africans ni mabingwa pekee wa kihistoria ndani ya nchi hii. Baada ya kusema haya, niwapongeze tena na niwaombe viongozi mliopo hapa wa matawi kutoka sehemu mbalimbali. Nafahamu wapo viongozi wa kutoka matawi hapa mjini, tawi la Tabora Kwanza, Yanga Empire, tunayo matawi kutoka Sikonge, Urambo, Isevia na baadhi ya maeneo mengine. Na isiwe wanachama tu na mashabiki wetu na wapenzi wetu wote wa klabu hii, kesho tujitokeze kwa wingi. Kesho tujitokeze kwa wingi. Ninawaomba sana sana, kama mlivyoacha shughuli zenu leo, basi kesho ndiyo siku yetu. Leo ni siku yetu kwa ajili ya mkono wa Idi, tule pamoja, tufurahi pamoja. Kesho ndiyo siku yetu ya kutoa majibu kwa vitendo. Msemaji atajibu kwa maiki, vitendo ni kesho. Yanga oye! Yanga oye! Yanga oye! Asanteni sana. Daima mbele. Sasa upande huu nyamazeni, tuangalie upande ambao bado una hamu ya kula. Daima mbele. Daima mbele. Ratibu chakula kianzie huko. Wameshangilia, hawajui kwamba wao ndio wenye njaa sana kuliko nyie. Nipigieni makofi upande wa huku. Mnataka kusawazisha? Daima mbele. Asanteni. Kwanza tuanze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutupa uhai na afya njema, na leo kwenye viwanja hivi vya chipukizi hapa, wananchi tumekutana tukiwa na nguvu kubwa, tukiwa na sura zilizojaa tabasamu, tukimaanisha kwamba tuko tayari kwa ajili ya mchezo wa siku ya Jumatano dhidi ya Tabora. Tuseme alhamdulillah. Jipigieni makofi wana Tabora. Yanga haijakuwa klabu kubwa kwa bahati mbaya. Imekuwa klabu kubwa kwa sababu ya wanachama bora kama nyinyi ambao mko hapa Tabora leo hii. Jipigieni makofi tena wana Tabora. Jumatano tuna mechi hapa Tabora. Na tukiwa wa kweli kwenye level ya kujua mpira. Kwenye level ya kujua mpira, Jumatano hakuna mechi ngumu hapa Tabora. Jumatano hakuna mechi ngumu hapa Tabora. Kikosi cha Yanga kilishuka dimbani dhidi ya Tabora Aprili 2
huku wananchi wakiibuka na ushindi wa mabao 3-0 katika dimba la Al-Hassan Mwinyi. Goli la kwanza la Yanga liliwekwa kimiani na Israel Patrick Mwenda dakika 21 ya mchezo, huku Clement Mzize akipachika bao la pili dakika 56. Prince Mpumelelo Dube alikamilisha karamu ya magoli 3 mnamo dakika 67 na kufanya mchezo huo kumalizika kwa ushindi wa mabao 3-0. Alaikum Tabora, assalamu alaikum kanda yote ya kati, assalamu alaikum Tanzania, Afrika Mashariki na ulimwengu wote wa soka. Yanga wameanza kwa kucheza mpira nje kabisa. Ibra Baka paka Mzizwa, water pass maridadi kweli kweli katika nafasi ile. Mambo yamekuwa ni mazuri kwa Tabora United, wanaizungusha, wanajipanga kwenye pressure kweli kweli. Nyuki wa Tabora anapambana. Paka Mzizwa weka ndani kule, inagonga Besela kudana na deki. Wanaondosha vijana wa Tabora United na kwenda kwa goalkeeper. Ball control, ball balance kwa Jigijara, haina matata. Lichongwa bomba moja kwa kichwa kile, alikuwa na Ibra Baka, ikaenda kugonga mtambao wa panyi, ikarudi uwanjani. Afana Alek maridadi kweli kweli, water pass. Oh wow, Mzize amekea tena. Prince Mpumelelo Dube, Dube kama na ficha nyeupe ile, msasema ni free kick eneo zuri. Andy Bikoko Mwenda, nilisema mbaya hiyo kwa Tabora United, mbaya hiyo kwa Tabora United, wanapasuka. Amedive, mbaya hiyo, mbaya hiyo. Jo Noel, unakwenda wapi? Unaweza kutegua nyonga. Anapiga tan Boka, Shadrack Saka Mede, Shadrack Saka Boka tena. Boka anapiga mtu tobo, wao. Anajaribu kuweka ndani kula, anaiondosha kimazabe. Ilipigwa tobo moja, Chubwi ikaingia. Shadrack Saka Boka Mede. Sura inazungumza mengi. Tazama Chubwi hiyo, Shadrack Saka Boka akapiga tobo nyingine, tobo 2 kwa wakati mmoja. Ukisikia mwana ukome ndo hii. Anapiga pasi kumtafuta Dube. Tazama ile turn ya Prince Mpumelelo Dube, Nicolas Kotan, maridadi kweli kweli, ugeukaji wa ajabu kabisa huu. Unaweza kusema ni ule mgeuko wa maajabu. Alipima nyuzi zile Prince Mpumelelo. Sasa anamwekea Mzize nafasi yake kuwa Mzize ameua Drogba Bongo. Mzize ni ball striker huyu, anapokea pasi sweet, pasi chocolate kutoka kwa sisi wa Ivory Coast. Kunywa maji baba Jean Noel, anabamiza maji chini, haoni kama yana maana tena. Counter attack ya maumivu kweli kweli, mkuki wa moyo. Goalkeeper Jean Noel alijaribu kucheza mpira ule, lakini mkandamizo ule aliuchangua mpira katika kipenyo murua. Clement Francis Mzize, bull striker. Bao la pili kwa wananchi, bao la pili kwa defending champions wa NBC Premier League. Wananchi wanafurahi. Mzize anasema Eid Mubarak, wananchi anafurahi hapa. Kibao kata kile kumtafuta Mzize. Mzize, kwani kuna ugomvi hapa? Mzize wewe unaweza kupelekwa mahakamani kwa mauaji. Bonge la shuti. Hata hivyo kuna mkono wa offside bila shaka. Anasema kuna offside. Wacha tuone. Paka Mzizwa
cheza mpira ule. Bila shaka tukapata nafasi ya kuona tena. Wanapambana tena, anapoka Zizu, anamkia katika nafasi sasa. Dube! Prince! Mpumelelo Dube! Kisasi ni haki. Ukiua kwa upanga, ipo siku utauawa kwa upanga. Alifanya high pressing. Dube ka control mali, ball balance, ball control, ball technique. Akaweka shuti la chini chini. Jean Noel anakandwa. Wacha tuone Mzize. Mzize na Frayo. Ali Manusra. Mwamuzi anakwenda kumuonya Ibra Baka kwa kadi ya njano. Baka mzuzu wa Bodansa Profesa. Cheza pasi imefika kwa Prince Dube. Mwamuzi msaidizi nambari 1 Makame Mdogo amenyosha kibendera kwamba ni offside. Makame Mdogo wa Shinyanga. Yeye kwa macho yake anasema Prince Mpumelelo Dube ameotea. Hatari ya kuchukua goli 3 zote 0. Tharatha bin Sufur. Wacha tuone mechi imemalizika. Uwanja wa Ali Hassan Mwinyi. Mabingwa watetezi wa ligi kuu ya kandanda ya Tanzania NBC Premier League, Young African Sports Club wanalipa kisasi mbele ya Tabora United. Nyuki wanakumbatiwa na hawangati. Yanga wanaondoka, sura zimependeza, sura hazina manundu. Mfungo mwema wa Kwaresima. Assalamu alaikum. Bye bye. Tabora United 0, Yanga 3. Mara baada ya mchezo huo, kikosi cha Yanga kilirejea jijini Dar es Salaam kupitia uwanja wa ndege wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, huku moja kwa moja wakielekea kambini kwa ajili ya maandalizi ya mchezo unaofuata dhidi ya Coastal Union katika ligi kuu ya NBC. Nao wanachama wa Yanga jijini Dar es Salaam wametoa maoni yao juu ya mbio za ubingwa kwa msimu huu, wakiamini wanaenda kutetea taji lao la ligi kuu ya NBC kwa mara ya 4 mfululizo. Kuelekea ubingwa kwa sisi wana Young Africans tupo vizuri, sababu mpaka sasa hivi kama tunavyoelezea bado tupo kileleni. Kwa hiyo kama tupo kileleni, ina maana tunaenda sambamba na malengo yetu. Kwa hiyo tu mimi watoe shaka mashabiki, wapenzi wote na wadau wote wanaofuatilia mpira, hata wasioipenda Yanga tu wasiwe na hofu zidi ya timu yetu. Timu yetu nzuri, tuna timu bora, na hii timu bora imetokana na uongozi bora. Mimi niwaambie tu, tuna uongozi bora, tuna timu bora, tuna kikosi bora, nguvu tunayo, nia tunayo, na sababu pia tunayo ya kuhakikisha tunatetea ubingwa wetu na kuwa mabingwa mara zote, hususan kwa hii mara ya 4 mfululizo. Kwa namna ya uwekezaji bora uliokuwepo ndani ya Young Africans sambamba na mdhamini wetu bwana Gharib Said GSM akiambatana na wadhamini wengine, tuna hakika kabisa wana Young Africans bado tuna furaha tele na hatuna sababu yote ya kuangusha ubingwa wa msimu huu 2025. Kwa upande wetu sisi Yanga bwana, kiukweli kabisa tumejipanga vya kutosha. Ninachoshukuru kabisa, viongozi wametengeneza kikosi cha ubingwa. Kwa hiyo sisi kuhusu ubingwa wa ligi kuu NBC 24-25 haina pingamizi kiukweli kabisa, kwa sababu tuna kikosi bora, tuna wachezaji, yani tuna viongozi bora, tuna mashabiki bora ambao mashabiki kila ilipo Yanga na wenyewe wapo. Kwa hiyo kabisa kwa katika kupigania ubingwa wa NBC 24-25 haina pingamizi. Kwetu sisi ubingwa hakuna timu itakayo tuzuia. Hayo makando kando nje ya uwanja sisi tuogope, kwa sababu sisi tunaongoza ligi. Na juu pale hatuwezi kushuka hata kwa dawa, hata kwa mbinu yote tushuka, kwa sababu klabu bingwa tumetolewa. Sasa hivi tumefocus kwenye ligi kuu ya Tanzania bara.
Kwa hiyo kama tumejipanga kwenye ligi kuu Tanzania bara, sisi kule tumejipanga vizuri, viongozi wetu wako makini, wachezaji wetu wako makini, kila idara imejipanga kwa nafasi yake iliyopangika. Kwa hiyo swala la ubingwa mwaka huu hatuna hofu, na wahisi wanachama wawe tulivu na wawe wasikivu, wasibabaike na projo nchi za uwanja. Maana kuna watu wanaandaa skendo kuondoa watu kwenye michezo, wanaandaa skendo kuondoa watu katika mada zao tofauti. Sisi lengo letu mwaka huu ligi kuu Tanzania bara tulichukua ubingwa mara 4 mfululizo, na hilo jambo halina pingamizi, kwa sababu watu wote tuwaweka nyuma sasa hivi watasoma namba. Hakuna mtu asiyejua kwamba Yanga Afrika inakwenda kuchukua ubingwa, kwa sababu kila kitu kimeandaliwa katika maana ya ubingwa. Kwa hiyo hakuna wasiwasi yote kuhusiana na kupata ubingwa kwenye nafasi hiyo, kwa sababu hakuna chochote, kwa sababu maandalizi yaliyokuwepo, viongozi, wachezaji, wanachama na kila yoyote anayependa Yanga Afrika, na hata asiyependa anajua kwamba Yanga Afrika hakuna mashaka ubingwa huu lazima tutachukua. Pamoja na kuwa tunajua kila mtu anazungumza hivyo, hakuna mtu ambaye, kwa mfano hizi timu za nafasi ya kwanza, maana kuna nafasi ya kwanza, ya pili na ya tatu. Hawa nafasi ya kwanza wengi wanazungumzia ubingwa, lakini wanajua kwamba Yanga Afrika ndio itakwenda kwenye ubingwa kutokana na maandalizi. Kwa hiyo kwa maandalizi ambayo yamefanywa na viongozi na benchi la ufundi, wachezaji, hata wanachama, tuna uhakika wa kuchukua ubingwa kwa mara nyingine tena. Hatuna shaka juu ya hilo. In short, naweza nikasema hivyo vikombe vote tunaenda kuvichukua vote. Kwa hiyo hatuna maelezo mengi ya kuwaelezea watu ili waamini kwamba uto tukombe tunaenda kutuchukua. What I can say, let's wananchi tu support timu yetu, tuendelee kuipa nguvu. Kama msimamo wetu tunaosema ni ule tunasimamia pale kwenye msimali, tunagongelea, atuchezi na tunaenda kuchukua ubingwa. Kwa hiyo wananchi, be patient, ubingwa ni wa kwetu na tunaenda kuchukua kombe kwa misimu 5. We are going to do Trembo Parade. Kwa hiyo watu wawe very well prepared kwamba tunakuja kuchukua ubingwa na tunaenda kusherekea mara 5. It has never happened, as we are making records which never been break. Waswahili wanasema imani ni nyingi, kweli ni moja. Imani ni nyingi, kweli ni moja. Kwa hiyo tunafahamu kwamba timu nyingi zinashiriki ligi kuu na mashindano mengine ya CRDB, lakini Yanga ni bingwa. Kwa hiyo sisi hatuna doubt kuhusiana na Yanga bingwa, sababu timu yetu kiangalia namna ambavyo imetengenezwa kwenye mifumo ya kisasa zaidi. Tuna uongozi bora, tuna wachezaji bora, tuna mashabiki bora ambao wanalipa ada na wakuwa wanachama hai. Kwa hiyo ukizungumzia ubingwa wa Yanga msimu huu 2024-2025 unakuwa una wasiwasi wote, kwa sababu mpaka sasa hivi tayari sisi tunaongoza ligi. Kwa hiyo katika mpangilio huo hatuna wasiwasi kuhusiana na Yanga kutetea nafasi yake ya ubingwa wa ligi kuu NBC Premier League. Kuhusiana na ubingwa, sisi ni bingwa blaza, sio leo tu. Sio hili tu. Sisi ni bingwa. Na ndio maana hata wenzetu walikimbia, walijua kinachokwenda kuwapata. Walishajua muda mrefu. Ilikuwa lazima akandwe 8 au 6. Kwa hiyo walikimbia, walijua kilichokuwa kinaendelea. Wana Yanga wakipanga tarehe ya kucheza, twendeni uwanjani. Wale nitakao tukawashone sana. Tukawashone kweli. Pasina kujali iwe usiku, na ndio maana sisi tunafuata mpaka Bunju kule. Basi tulionekana likafuata mpaka Bunju, lakini walikimbia. Sisi muda wote, saa yoyote, dakika yoyote, wao wakipanga mechi watuambie. Lakini kwenye kutuambia sisi, naam, hii ndio Yanga, timu ya wananchi. Mwekezaji ni mwananchi mwenyewe.